Kwa habari za entertainment, sports, politics, usisahau kusubscribe our channel Bina TV. We know what you need. Kutana na moja ya waigizaji wazuri sana wa filamu tokea hapa nyumbani Tanzania na amefanya kazi nyingi sana. Leo kulikuwa na mazungumzo na waandishi wa habari kuhusiana na tuzo za Zikomo ambazo zitafanyika Tanzania kwa mwaka huu, na yeye ni moja ya nominees ambao watashiriki ama watawania tuzo hizo. Hey brother, mambo vipi? Sana mambo poa sana. Mwingi kabisa. Tuzo za Zikomo zinafanyika kwa mwaka huu kwa mara ya kwanza Tanzania, na yeye ni moja wa nominees ambao mnanyang'anyia tuzo hizo. Unajisikiaje kuwa moja ya nominees lakini pia tuzo hizo kufanyika Tanzania? Wewe kama msanii unazungumza? Cha kwanza ni fahari na ni tunu kwa mara ya kwanza kwa hizo tuzo za Zikomo kufanyika hapa Tanzania, kwa sababu pia itafungua mianya mingi ya kimataifa kwa ushirikiano, pia kwa kumaanisha tuzo hizi uanzilishi wake au waasisi wake wanatokea Zambia. Kwa hiyo mwisho wa siku kuja Tanzania ni fursa kwa sisi waigizaji kuweza kubadilishana au kusigishana mawazo pamoja na watu kutoka mataifa mbalimbali ambao watakuwa wanashiriki tuzo hizi za Zikomo. Lakini tukirudi kwangu pia binafsi, nadhani ni neema na ni wakati sahihi kwa mimi kuwa hapa nilipo. Kwa hiyo najionea fahari mwenyewe, lakini pia niendelee kuwashukuru sana mashabiki zangu, kwa sababu tuzo hizi zilikuwa ni watu wanakupendekeza ili uweze kuwa mmoja ya washiriki. Kwa hiyo niwashukuru sana wale wote walioweza kuona mimi pia nastahili kushiriki kwenye tuzo za Zikomo. Yeah. Na so far ushindani ukoje wa filamu kwa miaka hii ama mwaka huu 2025? Ushindani ni mkubwa kwa sababu wasanii ni wengi pia ambao tupo katika kiwanda hiki cha filamu, lakini sio tu wengi, lakini wasanii pia wanaofanya vizuri kwenye kiwanda cha filamu ni wengi. Kwa hiyo mimi kwangu naona ushindani ni mkubwa na unazidi kukua siku hadi siku. Yeah. Moja tamthilia ambayo inapendwa sana Tanzania, huwezi kuacha kutaja tamthilia Kombolela. Ni tamthilia kali sana, inafuatiliwa sana na of course imebase kwenye maisha ya uhalisia. Mara ya kwanza labda unachekiwa kwa ajili ya kuigiza kwenye tamthilia hiyo, lakini pia kupewa character ambayo umeivaa kwenye ile tamthilia, ili kuwaje, lakini pia uliipokea? Kwa mara ya kwanza nadhani ilikuwa mwaka 2021 ambayo nilikutana na producer kwa bahati nzuri wa hii tamthilia. Alinikuta kwa director Majali. Kwa hiyo was like aliniambia tu kwamba wewe utakuwa Abduli kwenye tamthilia yangu. Kwa hiyo sikuweza kulitilia maanani kwa sababu ilichukua muda mpaka tamthilia Kombolela kuja kufanyika, ulipita mwaka mzima. Baadaye ndo nikaja nikakabidhiwa mswada rasmi wa tamthilia Kombolela. Kwangu ilikuwa shock, kwa sababu cha kwanza ilikuwa ndo ninapata nafasi ya kwanza kuweza kushiriki kwenye tamthilia ambayo inaenda mainstream, kwa maana ya kwamba inaenda kuruka kwenye television. Sikuwahi kupata nafasi hiyo. Nilishawahi kuwa mwigizaji huko nyuma, lakini sikuwahi kupata nafasi hiyo. Lakini pia cha pili ilikuwa ni tension sasa ya kwamba naenda kukutana na wasanii wakubwa. Nadhani kama mnafahamu wasanii ambao wameigiza kwenye tamthilia ya Kombolela, ikiwemo ni main character ya Mzee Kikala na Bi Kikala, ni watu ambao walikuwa wanashiriki katika tamthilia Asili ya Mtungi. Hakuna asiyefahamu. Kwa hiyo kupata nafasi ile kwangu kulikuwa kuna uoga ndani yangu, lakini kulikuwa kuna ujasiri pia wa kwamba kwenda kuonyesha kile nilicho nacho. Na namshukuru Mungu, tamthilia ya Kombolela imeweza kunifungulia milango, kwa sababu toka nimemaliza kushuti tamthilia ile milango ilikuwa mingi iliyofunguka. Kwa hiyo namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa hiyo. Yeah. Sema hapo nyuma ulikuwa haukuwahi kuigiza ama kuonekana kwenye mainstream? Hapo nyuma sikuwahi kupata nafasi ya kuonekana kwenye mainstream. Nikisema mainstream namaanisha ni hizi television ambazo zinarusha hizi tamthilia zetu na filamu zetu. Kulikuwa tunaonekana huko tu labda YouTube. Sababu kipindi hicho nilikuwa niko mkoani Mwanza na platform zingine ambazo hazikuwa mainstream. Yeah. Kwa maana hii naomba nimalizie hapo. Kwa maana hii unataka kuniambia kuwa ukiwa muigizaji ambao unaonekana kwenye YouTube na haujaonekana kwenye mainstream, wewe bado haujakamilika? Siwezi kusema unakuwa bado hujakamilika. Muigizaji ambaye unaonekana kwenye YouTube na ambaye anaonekana kwenye mainstream amekamilika. Utimilifu wa muigizaji ni wewe kuweza kuwasilisha wazo la mwandishi katika ubora na uhalisia wa kile ambacho amekionyesha mwandishi. Kwa hiyo nadhani hapa unaweza ukatofautisha kwamba muigizaji bora ni yupi. Ni yule ambaye anaweza kuwasilisha wazo la mwandishi katika hali ya 100% au zaidi. Kwa sasa hapa unagundua kwamba haijalishi wewe muigizaji yuko kwenye mainstream au yuko kwenye hizi streams zingine ambazo labda unaweza kusema YouTube na sehemu nyingine. Yeah.
kumalizia ila mwisho tunakuachia nani ndugu yangu Victor. Juzi kati hapa Clamvevo alifanya interview na akasema kuwa yeye ndio mwigizaji ambaye anaingiza pesa kuliko waigizaji wote hapa Tanzania. Na tunafahamu anafanya kwenye upande wa YouTube, wewe uko mainstream. Kwa ile kauli yake umeipokeaje? Lakini pia una lolote la kuzungumza kwa yeye ndio mwigizaji mwenye pesa kuliko waigizaji? Kuhusu swala la pesa hatuwezi kupima kiwango cha pesa ambacho yeye anakizungumzia, kwa sababu ukweli anaujua yeye mwenyewe na Mungu wake, na hatuwezi kumzuia binadamu yote kuweza kuzungumza. Kwa hiyo inawezekana ikawa kweli au rahasha, lakini kusema kwamba ni mwigizaji ambaye, swala la pili umesema mwigizaji ambaye ana pesa nyingi, inawezekana ikawa kweli ana pesa nyingi, lakini pia sio wote ambao wanaweza kutaja figa zao, au kwamba tuna mainstream moja ambayo inaweza ikataja figa za waigizaji pesa zao ambazo wanazimiliki. Kwa hiyo ili uweze kujitambua kwamba wewe ni mwigizaji ambaye una pesa nyingi, tungekuwa tuna chombo au tuna bodi ambayo inaweza kupitisha kwamba sasa huyu Gamba pesa anazoziingiza kwenye tamthilia ni kiasi kadhaa na huyu Clamvevo anaingiza kiasi kadhaa. Kwa hiyo unagundua kwamba tu kuna uhuru wa mazungumzo ambao kila mmoja anaweza akazungumza kulingana na anavyojisikia. Kwa hiyo yeye anaweza akasema ana pesa nyingi, mimi leo na mimi nikaja nikasema nina pesa nyingi, lakini hakuna sehemu ambayo tunaweza tukaenda kupima kwamba nani ana pesa nyingi. Lakini mimi cha kuongezea na kusema ni kwamba tuendelee kufanya kazi nzuri, kwa sababu lengo ni kuinua kiwanda chetu cha filamu. Haya majigambo na vitu vingine nadhani uhalisia tunaujua sisi wenyewe waigizaji. Kwa hiyo tunapokuja mbele ya hizi kamera tuwe tunachuja vipi vya kuzungumza na vipi ambavyo tunaweza tukaacha kuzungumza. Inaweza ikatusaidia kwa faida ya baadaye na vizazi ambavyo vinakuja. Ila mimi napenda kutumia tu neno moja kwamba filamu itambe, kwa sababu kinachotukutanisha hapa paka unanihoji ni kuhusu Amadi Kikala. Amadi Kikala ni nani? Ni muigizaji. Ni kuhusu Maembe. Maembe ni nani? Ni muigizaji. Labda ni kuhusu Dr. Jabir. Ni nani? Ni muigizaji. Kwa hiyo tuzungumzie sana sanaa zetu na kuziboresha na kuisii serikali yetu tukufu iweze kututizama kwa jicho la ziada na kuweza kutupa mitaji na kuweza kutusaidia ili tuweze kutoboa kwenye anga la kimataifa kuliko kutaka kuonekana tuna pesa nyingi ambazo kiuhalisia hatuna. Uhalisia hakuna. Wakati nafika hapa ndugu yangu Victor hapa alinong'oneza kanambia kwa nini huyu jamaa mahusiano yake na Chanuo yalikuwa asiri sana. Nikajiuliza kumbe Mwamba alikuwa na mahusiano na Chanuo. Kwa nini alikuwa asiri sana? Sanaa ni vazi la heshima, haliwezi kumpendeza kila mtu. Na nimetoka kusema kwamba hata nyinyi waandishi wa habari huwa mna namna yenu ya kutaka kupeleka habari. Ila mimi John Elisha iko tofauti kidogo. Mimi sanaa kwangu ni kazi. Mahusiano yangu na Chanuo hayapo kwa kifupi na hayataweza kuwepo, lakini mahusiano yaliyopo ni mahusiano ya kazi na uwasilishaji wa kile alichokiandika Abduli Usanga. Kwa hiyo sidhani kama kuna cha ziada, kwa sababu kama hakuna mahusiano sidhani kama tunachocha kuzungumzia cha kujitetea. Nyuma ipi? Wanasema kama nyuma hapo mwahi kudate kwamba cup waliosema tunaambia ni kweli au sio kweli, na waliosema hawapo hapa na hatujui kama walisema, ila kwa sababu wewe umeamua kusema basi na mimi nimesema hayakuwepo. Ni moja ya swala ambalo wanaulizwa au ni matamanio naweza nikasema ya watu ambao wanajitafuta kwenye game. Nasikia mimi nikitusua nataka kudate na msanii fulani maarufu na waga wanapelaga wanawatajaga kina Maspeto Adioya na wengineo wengi. Nadhani hata umesikia na unakubali hilo. Ilisha kutokea kwako kwa kusema nikisha toboa natamani kudate na mtu fulani maarufu? Mimi nilitamani kwamba nikisha toboa na kuwa mtu maarufu niweze kuwa na mwanamke ambaye ni sahihi, anaweza akanielewa kile ambacho mimi ninakifanya na akaweza kunisogeza na kwenye kusikimbilia ndoto zangu zaidi ya hizi. Kwa hiyo matamanio yangu makubwa kipindi najitafuta yalikuwa hayo, kwa sababu kazi ya sanaa pia ni kazi ngumu ambayo inahitaji uwe na mtu ambaye atakusaidia kuweza wewe kukufikisha pale unapotaka. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu, huyo mwanamke nimeshampata. Kwa hiyo matamanio yangu makubwa ni katika kuhakikisha yeye anakuwa mwanamke bora zaidi na mimi nakuwa mwanaume bora zaidi kwake, lakini pia nikisogea mbele kwenda kuitambulisha Tanzania kimataifa kupitia sanaa yangu, lakini pia kuendelea kufanya kazi nzuri hapa nyumbani. Kama ulivyozungumza, mimi nikupongeze. Umezungumza kwamba usanii ama sanaa kuwa msanii ni kuwa kioo cha jamii. Na kuwa kioo cha jamii kuna namna sasa zile ambapo kuna behave tabia zako na nini. Juzi nimeona niite ni msanii pia ama mwana mitindo
wana mitandao pia, na Nadol juzi alikuwa akizungumza kubishana mashabiki zake, akaambia mimi sio kosa kudanga ama nikajengewa nyumba na vitu vingine kaa hizo. Watu kauli ile ilichukulia kama akasema bana, mbona kama hii sio sahihi kwa msanii pia. Unadhani kwa nini wasanii na msanii natokea kama vitu kama hiyo? Na ni sahihi pia mwanamke kwamba kadanga afa kajengewa nyumba? Nimetoka kusema sanaa ni vazi la heshima. Lakini pia mimi huwa naheshimu sana uhuru wa mtu na siwezi kuzungumzia maisha ya mtu binafsi, kwa sababu umetoka kuzungumza hata swala la Clamvevo, nimeweza kujibu hivyo kwamba kila mmoja anauelewa uhalisia wake. Kwa hiyo sina freedom of speech ya kuhalalisha kwamba ni halali mwanamke kudanga au sio halali. Sina utashi huo. Kwa hiyo kwa lugha rahisi, tuendelee tu kuiheshimu sanaa na kuifanya kuwa sehemu ambayo itaheshimika, kwamba hata mzazi akiweza kumuona mtoto wake anaweza kumwambia mimi leo wewe nataka uwe kama Hamadi Kikala, nataka uwe kama yule bwana katika uigizaji wako. Kwa hiyo ni kuwasii tu wasanii wenzangu tuchague mambo ya kuyazungumza, hasa tunapokuwa kwenye kitu kinachoitwa teknolojia, kwa sababu hivi vitu huwa vinakuja kutuhukumu baadaye. Kwa hiyo sina haki yoyote ya kuzungumzia swala la Nadol, kwa sababu cha kwanza pia sijaliona kiukweli. Yani sijakutana nalo hata mtandaoni, kwa sababu mimi pia nachagua vitu vya kutizama of course. Kwa hiyo inawezekana labda kuna pages ambazo zimepublish hichi kitu mimi sijazifollow, kwa hiyo sijaona, kwa hiyo siwezi kulizungumza. Lakini kwa mwanamke ambaye amejengewa nyumba kwa mtindo huo wa kudanga na vitu vingine kama hizo, unaweza kuishi kwake alafu nyumba ameitenga katika msingi gani? Yani mimi naweza kuishi kwa mwanamke ambaye amejenga nyumba kwa kudanga? Bahati nzuri sasa mwanamke wangu mimi adangi, kwa hiyo siwezi kusema kwamba naweza kuishi kwake. Mwanamke wangu mimi adangi, ana kazi na mimi nina kazi na tuna maisha yetu. Kwa hiyo kwa lugha rahisi ni kwamba siwezi kuishi kwa mwanamke. Uweze kudate na mwanamke ambaye anadanga. Sasa nitajuaje kama mwanamke anadanga? Ina maana tayari mimi nina maisha yangu. Thibitisha kwa kutamka. Yeye sasa huyu sasa mimi naishije na aliyethibitisha kwa kutamka, kwa sababu tayari mimi nina mahusiano yangu. Unaona inapokuwa tofauti. Yani kwamba mimi tayari hapa tukizungumza, ina maana ukiniuliza maswali kuhusu mwanamke na kujibu maswali kuhusu mwanamke wangu niliye naye, ina maana siwezi kujibu kuhusu mwanamke ambaye sina. Sasa wazela mwisho. Nimekuwa nikiona wasanii sasa hivi kwenye mitandao wanasema sana kutokana na the ambavyo mambo yalivyokuwa kwa masuala ya siasa na nini walikuwa na support na nini. Unadhani ili kuweza kurudisha ile respect ama heshima kwa wasanii waweze kupewa kazi hasa wa muziki hata kwenu nyinyi pia, lakini kwa kuigiza ni nini kifanyika ili ile love kwa mashabiki iweze kurejea kama msanii mwenza? Tuendelee kufanya kazi nzuri, lakini pia tuendelee kuhakikisha kwamba tunajihusisha na masuala ya kijamii, kwa maana ya kwamba tujitahidi sana kuwa karibu na wale ambao wanatusupport kwenye hichi tunachokifanya. Sitaki kuzungumzia chochote kilichotokea, kwa sababu tunaendelea kuiombea nchi yetu iendelee kuwa na amani, na vijana tuendelee kubadilisha mindset zetu, tuendelee kuwa watu ambao tukaweza kusikilizika na kusikilizana. Hofu ya Mungu ndo kitu kikubwa ambacho kila siku mimi naendelea kusema. Vijana tukiwa tuna hofu ya Mungu, kuna vitu tunaweza tukaviepuka. Yes. Kwa hiyo no comment. Nadhani ni sisi tu kuendelea kufanya kazi nzuri, lakini kuendelea kuwa karibu na jamii inayotuzunguka. La mwisho na lipi la kuambia mashabiki zako? Nawapenda, nashukuru kwa dhamana walionipa. Sina chochote cha kuwalipa, lakini nitaendelea kuwa mtiifu, mfanya kazi bora katika siku zote ambazo nitajaliwa na Mwenyezi Mungu kuwa na uhai, kwa sababu nimeichagua sanaa kuwa kazi yangu ya kudumu na kazi yangu ambayo naamini itabadilisha maisha yangu na kubadilisha mwenendo wa taifa langu kupitia mimi, kwamba siku moja Watanzania watakuwa proud na mimi kuipeperusha bendera yao. Shukrani sana. Asante. Kwa habari za entertainment, sports, politics, usisahau kusubscribe our channel Bina TV. We know what you need.